na bila shaka ni kwaya ya vijana, si ndio? Mungu awabariki sana. Nilikuwa namwangalia mtu mmoja nikawa simuoni, anaitwa Elimwema. Nilikuwa namwangalia simuoni, huwa tunakutana sana mtandaoni katika ibada za mtandaoni. Sijajua ameolewa, sijajua yuko wapi. Yuko Sanawali, mtampatieni salamu. Nimefurahi kumuona madam, huwa tulikuwa tunaonana lakini simuoni. Basi nimefurahi sana. Nimefurahi kumuona Madam Devota bila shaka, si ndio? Yes, punga mkono. Amen, amen. Nimefurahi kujumuika nanyi nyote wanasekei. Bwana Yesu asifiwe. Bila kuwasahau fundi mitambo. Bwana Yesu asifiwe. Maana hao sipowapatia salamu zao wanapunguza sauti. Kwa hiyo tutumia nguvu kubwa hadi unapotoka hapa Kibwetani sauti yako itaelekea kukauka. Kwa hiyo ukiongea unakuta wanaanza kuseti sauti taratibu. Kama kuna mahali palikuwa hapajakaa vizuri, wanaanza kuweka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nitoe shukrani kwa wazee wa kanisa. Mzee Elia, punga mkono. Amina. Simama kabisa, punga mkono. Amina. Amen. Kuna mzee mwingine? Hapana, ila kuna mzee Neongabo ameniambia hata kuwepo kwa sababu fulani. Mungu aweze kuwabariki sana. Amen. Na nimejumuika na marafiki zangu. Rafiki yangu anaitwa Pastor Bukelebe, ana media yake ambayo inaitwa Bukelebe TV. Kwa hiyo hapa unapotuona tuko live kabisa. Tunaruka mtandaoni, dunia nzima inatuona. Lakini pia tuna channel mbili, moja inaitwa Mswete Gospel TV na hiyo nyingine inaitwa Bukelebe TV. Bukelebe TV, simama uwapungie watu wa Mungu mkono. Amen. Amen. Lakini ameambatana na mlembo wake mama mchungaji pale alipo, apunge mkono. Asimame kabisa. Alafu kuna kiti hapa mbele. Huko nyuma wasije wakakuvizia, kiti chako kipo hapa mbele. Shemasi, msaidieni aje akae karibu. Maana Adam naye aliposubaa mambo yake yaliharibika. Nimesikia kuna mtu mmoja bwana harusi anaitwa Amos. Ni Amosi. Asimame afunge mkono. Amen, amen. Yaani kuna namna tukikaa hivi unaweza kutuona kama hatusikilizi, lakini tunaendelea kuingiza. Nimebarikiwa sana. Kwa nini nimebarikiwa? Hata mimi nimepata mchumba. Mchumba, lakini sio wa kanisa hili. Lakini sio mchumba tu, yani tumeenda extra mile. Na hapa unaponiona ni bwana harusi mtarajiwa. Amen. Harusi yangu itakuwa mwezi wa 10 tarehe 25. Na sina muda mwingine wa kuendelea kuwapatia mwaliko. Hivi hapa nilivyoongea tayari nimeshakwisha kuwapatia mwaliko. Kwa hiyo ukiwa unahitaji, nasema mchungaji, mimi natamani nifanye kitu fulani, ninatamani nijumuike, unaweza ukaniona na Mungu ataweza kukubariki sana.